Watazamaji wangu wazuri kabisa wa The Sniper One Television pamoja na Eagles Television, sambamba na huduma yetu ya Gathering of Eagles ambapo ni makao makuu hapa Dar es Salaam. Ninayo kila sababu ya kuchukua nafasi ya upendo, nafasi ya neema, kuwatakia heri ya Pasaka. Niwatakie heri ya ufufuo, niwatakie heri ya neema na kibali juu ya maisha yenu. Wakati wa Pasaka ni wakati wa mateso mno, ambapo Kristo aliteswa kwa ajili ya dhambi zetu, na Biblia inasema kwamba siku ile ambapo aliteswa, alikamatwa na alipigwa mijeledi yote kwa ajili yangu mimi na wewe. Na ilipofika saa 9, giza ilitanda juu ya dunia yote, na sauti ikatokea ikasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Na hapo kabla hapo alilia akasema, Eloi Eloi lama sabaktani. Kwa nini ilikuwa ni Eloi Eloi? Na kwa nini ilikuwa ni sauti ya huyu mwanangu mpendwa? Kwa sababu kila mwanadamu katika maisha yake, wewe na mimi, tunahitaji faraja kutoka kwingine, na faraja pekee tunaipata kwa Mungu. Kwa sababu ya dhambi zangu na dhambi zako, Yesu alikuwa amebaki na mtu mmoja tu aliyekuwa naye, na huyo alikuwa ni Mungu. Ilipofika kwa ajili ya kunifia mimi na wewe, alipoinua macho yake juu akaona hata Mungu aliyekuwa anamtegemea amemwacha, na akabaki mpweke mno, na ilibidi Mungu ampe Yesu kisogo ili Yesu aende kaburini. Yesu hakulala kaburini, alienda moja kwa moja, kwa mujibu wa kitabu cha Petro, alienda kule kwa zile roho ambazo ziliasi zamani, akaenda kuzihubiria habari za amani ili kuweza kuwaleta katika upya na uzima wa milele. Na kwa maana hiyo Yesu alibaki akiwa mpweke. Na mimi Mungu ameniambia katika Pasaka hii, yawezekana umeachwa mpweke kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye kazi, kwenye uchumi na kadhalika. Mungu ameniambia kwamba Mungu anaenda kurejesha kila kitu kupitia kifo cha Yesu na ufufuo wa Yesu. Na kuna giza limetanda kwenye maisha yako, lakini ile giza ilipotanda ile saa 9, pazia la hekalu lilipasuka. Nini maana ya pazia la hekalu kupasuka? Ilikuwa ni kwamba pale ambako tusingeweza kufika tuweze kuingia. Naona ukuta ulioko mbele yako unapasuka, hayo magonjwa yanapasuka, na laana zote zinakuachia. Mimi kama nabii wako na shabiki namba 1 wa tima yako, wewe mtazamaji wa Eagles Television na mtazamaji wa The Sniper One Television, na wanangu wote duniani kote mnakotazama TV zetu na kuabudu pamoja nasi, na wanangu wote wa Gathering of Eagles, kutoka ndani ya moyo wangu napenda nikutakie heri ya Pasaka, uweze kusherekea na Kristo anapofufuka kila kitu kifufuke. Kumbuka tu tuna kongamano nzuri la Pasaka ambalo linafanyika ndani ya wiki hii. Tafadhali usikose. Watu wanafunga safari kutoka kila eneo la Tanzania na nje ya Tanzania, wanakuja hapa kwa ajili ya kuhudumiwa. Make sure ya kwamba umekuja umehudumiwa pamoja nao, na Mungu atabariki maisha yako. Sasa mwisho ninakuombea hii Pasaka ikawe ni fedha kwako, ikawe ni ndoa kwako, ikawe ni baraka kwako. Maumivu yote unayoyapitia Kristo alishayabeba, na wewe sasa ufufuke kutoka kwa wafu na Kristo akuangaze. Ninakuombea magonjwa, na kuombea laana, ninakuombea matatizo yote yasikuwepo tena juu yako, na ninakuombea mema na baraka iwe sehemu ya vazi na ushindi wako. Heri ya Pasaka, happy Easter, happy ya Ijumaa Kuu, happy ya Jumamosi Kuu, happy ya Jumatatu Kuu, na happy ya Jumapili Kuu. Nina habari njema kwa ajili yako kwamba Kristo ameshinda, na wewe nenda ukashinde. Na sisi Gathering of Eagles, The Sniper One Television na Eagles Television hatuamini katika kushindwa, maana tumeshinda kabla ya kushinda. I love you. Mimi ni shabiki namba 1 wa timu yako. Happy Easter. Thank you. Bye.